Baada ya mzee mkubwa Diamond Platnumz kuweza kusikia mke wake ameshaweza kujifungua, jambo lililoweza kutokea hapo ni yeye kuweza kuwa na furaha na kitu ambacho alichoweza kukizungumza. Siamini, mbona imekuwa ghafla sana hivi jamani? Lakini nataka nikukumbushe kwamba huyu bwana mkubwa siku ya jana alikuwa Arusha katika kuperform, lakini leo hii baada ya kuweza kusikia mke wake ameweza kujifungua, haraka iwezekanavyo ameweza kuwasili hospitalini, na baada ya kuweza kupatiwa majibu ya kila kitu kuhusiana na mtoto wake pamoja na mke wake, ameonyeshwa kufurahishwa sana na hiki ambacho kilichoweza kutokea, na binafsi ameweza kuongea akisema kwamba sikuweza kutegemea kama haya yote yangekuwa hivi, kwani leo hii nimeweza kuongeza mtoto wa kike mwingine, jambo ambalo nilikuwa nalitamani kuweza kuliona muda mrefu, na leo hii Mwenyezi Mungu ameweza kunibariki. Sina cha kumpa Mwenyezi Mungu, lakini hakika ameweza kunitendea kitu kikubwa sana ambacho moyoni mwangu ndicho ambacho nilichokuwa nakitarajia kuweza kukisikia ama kukiona. Leo hii naitwa baba tena kwa mara nyingine, ama hakika mtoto wangu atakuwa mtoto wa kipekee sana, hata hao wengine ambao walioweza kupita watakuwa mara dufu ya hiki ambacho nitakachoenda kukifanya hivi. Sasa baada ya kaka yetu alivyoweza kupata taarifa juu ya hiki ambacho kinachoendelea, kitu ambacho alichoweza kukizungumza ni kwamba anatamani sana kuweza kufanya vitu vikubwa katika watoto wake, lakini pia alitamani sana kuweza kuwakusanya watoto wake wote waweze kuishi wote kwa pamoja, jambo ambalo hata kwa upande wa Zuchu aliweza kufurahi. Lakini bwana mkubwa huyu ambaye ni Diamond Platnumz, baada ya kuweza kufika hospitali aliweza kupewa masharti ambayo kidogo yalimfanya ashtuke, lakini pia kwa upande wake aliona ni vitu simple sana. Sasa hichi kitu ambacho alichoweza kukipatia kiukweli kimemfanya aweze kuongeza furaha maradufu katika maisha yake, na kitu ambacho alichoweza kukizungumza na kuahidi madaktari kwamba atakuwa bega kwa bega na bibi Zuchu kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu kuna mengi ambayo anahitaji kuweza kumfanyia mke wake, na kitu pekee ambacho alichoweza kukisema ni kwamba atahakikisha Zuchu anakuwa na amani na furaha katika maisha yake yote ambayo atakayokuwa nayo, kwa sababu ndiye mwanamke pekee ambaye aliyeweza kuzaa naye ndani ya ndoa, na hicho ndio kitu pekee ambacho kimemfanya mara zote aweze kufurahi, licha ya kuweza kupitia changamoto, kashfa nyingi kuhusiana na maisha yake kiujumla, lakini anakuambia mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu Zuchu yupo atanipa furaha, na hicho ndio kitu pekee ambacho ninachokijivunia.